Kiongozi mstaafu wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Zuberi Kabwe ametoa wito wa vyombo vya dola kuondolewa kwenye masuala ya siasa ili kuiepusha nchi na matatizo ya kisiasa yanayoikabili hivi sasa. Ndugu Zitto ametoa wito huo siku ya Mei 28, 2026 wakati akizungumza katika mahojiano maalum yaliyofanywa na Clouds Media katika vipindi vyake vinavyorushwa wakati wa asubuhi, akirejea hali mbaya ya kisiasa iliyopo nchini, hali iliyopelekea mauaji makubwa ya wananchi kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Ndugu Zitto amesema nchi imefika hapa ilipo kwa sababu vyombo vya dola, hasa idara ya usalama wa taifa, imeacha wajibu wake wa msingi wa kulinda taifa na badala yake imejipa jukumu la kufanya siasa kwa kuamua nani awe diwani, nani awe mbunge na nani awe rais. Akieleza juu ya tatizo hilo, amesema sasa hivi kura ya wananchi wote ninyi hapa, thamani ya kura yenu ni sifuri. Leo hii anayeamua nani awe mbunge, awe diwani na nani awe mwenyekiti wa mtaa, nani awe rais ni DCO, District Security Officer, afisa usalama wa wilaya. Ameeleza kuwa kikwazo cha ustawi wa demokrasia, ukosefu wa haki na kiini cha machafuko ya kisiasa yanayoisibu nchi yetu hivi sasa ni vyombo vya usalama kuhangaika na masuala ya kisiasa. Akifafanua zaidi, ndugu Zitto amesema sheria ya usalama wa taifa iliyotungwa mwaka 1996 si tu ilizuia vyombo vya ulinzi na usalama, idara ya usalama wa taifa kushiriki kwenye siasa moja kwa moja, bali ilizuia hata kukamata. Afisa wa usalama wa taifa hakuwa na wajibu wa kukamata mtu, wajibu wa kukamata ni polisi. Lakini mwaka 2023 sheria hiyo ilifanywa mabadiliko, na si tu mabadiliko hayo yamewapa usalama wa taifa kukamata, bali wamepewa pia mamlaka ya kubeba na silaha, mamlaka ambayo hawakuwa nayo. Ndiyo maana utekaji umeongezeka, ndiyo maana tunasikia watu wasiojulikana. Watu gani hao wasiojulikana na miliki pingu? Kwa mabadiliko haya tumerudi nyuma badala ya kupiga hatua mbele. Zitto amewataka Watanzania kila mmoja kwa nafasi yake, hasa wanachama na viongozi wa CCM, kushiriki katika kuhakikisha vyombo vya ulinzi na usalama vinaondolewa kwenye siasa, kwani jambo hilo ni hatari kubwa kwa usalama na ustawi wa taifa. Hii iwe ni vita ambayo kila mtu ambaye anataka nchi yetu irudi kwenye reli, kila mtu aseme imetosha, turudi kwenye misingi. Polisi, wajibu wenu ni huu. Jeshi, wajibu wenu ni huu. Idara ya usalama wa taifa, wajibu wenu ni huu. Siasa ni kazi ya wanasiasa. Kutokana na matatizo haya yanayoikabili nchi, kiongozi huyo wa chama mstaafu amesema ili taifa litoke katika mkwamo uliopo, lazima kuwe na ukweli, haki na uwajibikaji. Amesisitiza kuwa lazima waliohusika na mauaji Oktoba 29, 2025 wawajibike na kuwajibishwa. Aidha, katika hatua za ufumbuzi wa kudumu, amesema hapana budi kurejeshwa kwa mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya kwa kufuata hatua tatu muhimu ambazo ni: mosi, kufanyika kwa mikutano ya kitaifa ya kikatiba inayoweza kuitishwa katika ngazi ya wilaya; pili, jopo la wataalamu wa katiba kupitia rasimu ya katiba ya Jaji Warioba na rasimu pendekezwa ya bunge la katiba ili kupata rasimu inayojumuisha maoni yote; na tatu, ni wananchi kupiga kura ya maoni kupitisha katiba mpya. Katiba mpya itaweka misingi ya uwajibikaji katika uendeshaji wa nchi na hivyo kuondoa matatizo mengi tulionayo sasa. Akizungumzia kuendelea kushikiliwa gerezani kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ndugu Tundu Antipas Lissu, Zitto amesema kesi ya Lissu inapaswa kufutwa bila masharti, kwani hakuna asiyejua kuwa kesi hiyo ni ya kisiasa. Wito wangu kwa mamlaka zinazohusika, mwacheni huru Lissu afanye shughuli zake, aungane na familia yake, ashiriki kwenye michakato ya kuipeleka mbele nchi yetu. Taifa letu halifaidiki kwa namna yoyote ile na kila dakika moja anayotumia Lissu gerezani. Katika mahojiano hayo, ndugu Zitto amezungumza masuala mengi ikiwemo ya kiuchumi, umaskini, uongozi, na ameeleza kwa ufasaha namna gani taifa letu linaweza kuondokana na hali ya umaskini iliyopo sasa, kwani lina fursa nzuri ya kijiografia na kiraslimali. Ni taarifa ya chama cha ACT Wazalendo kufuatia kauli alizozitoa aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Zuberi Kabwe.